kwa kifupi nasema tuache unafiki. Tuache unafiki. Matamshi aina hiyo ya kusema kuna mambo ya shares hapa kwa sababu ya vile ambavyo kidemokrasia tumepiga kura. Okay? Kwa hivyo si ati naunga mkono Omar Hassan, lakini Hassan ikiwa basi hayo ndo walisema, alikuwa anajibu mambo ambayo yalikuwa yamesemwa hapo mbeleni, lakini wengi ambao wanamshambulia sasa hivi hili wanataka tusahau yalisemwa, lakini yalisemwa na yakarudiwa mara nyingi sana na kiongozi mkubwa sana katika serikali wakati ule. Lakini Hassan Omar hapa, huyu ni Secretary General tu wa chama. Lakini yule alisema si kusikia minongono, hiyo ilimalizika tu hivyo na ikawa sasa iko sawa. Kiongozi mmoja ambaye alikuwa naibu wa rais wakati aliongea mambo ya shares, wale wengi mnakumbuka mambo ya hisa baada ya uchaguzi wa 2022 kuwa hii nchi ikiwa basi nyewe ni Mkenya na huku umechagua William Ruto, basi wewe huna shares hapa nchini Kenya. Wewe tutakuweka huko nyuma ya foleni, halafu tutashughulikia hawa ambao waliweza kupiga kura. Nadhani ilikuwa ni hatari zaidi kwa nchi yetu ikilinganishwa na ikiwa matamshi ya Hassan Omar yanachukuliwa vile ambayo yamechukuliwa. Tuweze kuchukua labda ni hivyo amalisema ni hivyo. Ukiniamia matamshi haya na hayo ya shares ndio ilikuwa kali zaidi, kwa sababu inaweza hata kukata nchi mara kadha, kwa sababu wale wa Kenya, jamii zile ambazo zilikuwa zimeonekana haziku au maeneo ambayo hayaonekana hayakuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2022, basi hata wangesema wajitenge, kwa sababu wanalipa kodi na hawapewi huduma, kwa sababu hawakupiga kura kwa serikali hii ya Kenya Kwanza ambayo iko madarakani. Hiyo kiniuliza mimi, hiyo ni inaleta mambo kama ile ya secession, yani watu wanajitoa katika nchi. Hiyo ilikuwa mbaya zaidi kuliko ambayo Hassan Omar anasema. Kwa hiyo kwa kifupi nasema tuache unafiki. Sisemi naunga mkono ikiwa watu vile wamechukulia Hassan Omar amesema ni hivyo, ni mabaya, hata mimi nitayakemea, lakini kuna yale yalikuwa yamesemwa mwanzo. Kwa hivyo nachukulia labda Hassan Omar na yeyote ambaye anamuunga mkono ni kama sasa wanatoa jibu ile correspond kwa yale ambayo Hassan amesema. Yale yalisemwa pale mwanzo, mambo kuhusiana na shares, hiyo ilikuwa mbaya. Na wale ambao mnakumbuka hapa katika kipindi hiki niliweza kupinga matamshi aina hiyo ya kusema kuna mambo ya shares hapa kwa sababu ya vile ambavyo kidemokrasia tumepiga kura. Okay? Kwa hivyo si ati naunga mkono Omar Hassan, lakini Hassan ikiwa basi hayo ndo walisema, alikuwa anajibu mambo ambayo yalikuwa yamesemwa hapo mbeleni, lakini wengi ambao wanamshambulia sasa hivi hili wanataka tusahau yalisemwa, lakini yalisemwa na yakarudiwa mara nyingi sana na kiongozi mkubwa sana katika serikali wakati ule. Lakini Hassan Omar hapa, huyu ni Secretary General tu wa chama. Lakini yule alisema si kusikia minongono, hiyo ilimalizika tu hivyo na ikawa sasa iko sawa. Lakini ukiniuliza, hiyo ilikuwa hatari zaidi kwa umoja wa kitaifa kuliko hii ambayo Hassan Omar ameyasema kule Kilifi juzi. Nilifuatilia kama mwandishi wa habari, taona, lakini hayo ni maoni yangu by the way. Radio Citizen.